Mambo vipi? Chuma hichi ni kikali kinoma. Kinaanza kwa kutuonyesha huyu bodaboda akiwa ameagizwa kifurushi ambacho amekibeba, lakini huyu binti hapa alimuita, wewe pitia hapa nyumbani uje unywe chai kwanza. Jamaa akasema ngoja nifikishe kwanza kifurushi cha watu. Jamaa akafikisha kifurushi alichoagizwa, na hapa yupo getini akisubiri afunguliwe geti. Jamaa anagonga mlango hapa, fungua Mr. Kairi, fungua. Kario hapa. Kario anatoa sauti kinoma huku nje, nimekuletea mzigo hapa, fungua bwana, ni mimi. Kario anachungulia ndani kupitia dirisha, anaona kuna mtu kapita, lakini hakuna anayefungua geti. Kwa ndani anamwona mtu amevaa taulo chini na juu kifua kipo wazi. Hafla Kario anaona mlango unajifungua wenyewe na yeye anaingiza kifurushi sebuleni. Hafla sauti ya kutisha inasikika na TV inacheza kama inajizima hivi, na sebuleni hajionekana mtu bado. Hafla anakiona hichi kizee cha ajabu kinatapika vitu havieleweki, mchanga sio mchanga, kisha inasikika sauti inasema njoo. Boda Kario, vitu vinagonga kwenye pichu. Kario ikabidi aifate sauti iliyomuita katika chumba hichi. Hafla mzee aliyemuona sebuleni sekunde chache zilizopita kakuta kajitundika. Leo kazi ipo, na huyu mzee ananing'inia hapa kwenye dari. Peace be upon you. Upande wa pili hapa, hawa ni dada wawili, Hanifa na Esther. Ni virembo, anyway, wanaishi pamoja bila wazazi, lakini hawa ni wanachuo, sio kinyonge, akili zinachaji vizuri kinoma. Anayeshona anamuuliza mwenzie, mbona umechelewa leo? Akaambiwa tulikuwa na assignment za kufanya ndio maana. Akamwambia unatoa harufu kauchachu fulani hivi Hanifa na Esther wanapenda sana kufanya kazi pamoja, wanasaidiana muda mwingi. Mmoja anakunywa chai na mwingine anaandaa maakuli. Hanifa ndiye anaandaa msosi na Esther anamsogelea na kumwambia anajiandaa kwa ajili ya debate ama mdahalo wiki ijayo ambayo itafanyika Jakarta. Wakafurahi. Hanifa anamwambia utaenda Jakarta sasa kwa mara ya kwanza, lakini una hela za kwenda Jakarta? Sio unafurahi tu. Hafla inasikika simu ikiita. Dada mkubwa Hanifa ndiye aliyeenda kuipokea simu. Hii simu ilikuwa ni kutoka kwa shangazi yao Sada, ambaye ni mfanyakazi wa nyumbani kwao kijijini. Saba anasema mjomba wenu Kyle anakaribia kufa, lakini amekuwa akitaja majina yenu Hanifa na Esther muda wote. Nadhani itakuwa vizuri kama mtawahi kuja kumuona kwa mara ya mwisho. Hanifa tayari alikuwa amevurugika, aka kudisi mchakato kwa namna fulani. Hafla Saida nasikia mzee akitamka Hanifa, Esther. Safari ya Hanifa na Esther kuelekea kijijini ilianza. Sura zao ndani ya gari hazina nuru kabisa, mawazo ni nusu debe kichwani, wakiwaza hali ya mjomba wao Kairi. Wakati safari ikiendelea, dada mkubwa Hanifa alimtia moyo mdogo wake Esther na tabasamu likaonekana kwa mbali kidogo. Safari ikaendelea. Hapa Hanifa anakumbuka kipindi hicho akiwa mdogo, amempakia mdogo wake kwenye baiskeli wakiwa wanapita kwenye eneo hili la msitu mzito. Kaesta kipindi hicho kanamwambia Hanifa, dada kimbiza baiskeli tufike haraka, lakini Hanifa anasema wewe unadhani ni rahisi kama unavyofikiria muone. Hanifa na Esther walifika nyumbani muda umeenda sana. Anakumbuka mama yao aliwakatalia kufika nyumbani jua likishakuwa limezama. Nyie watoto lakini hamnisikii. Kwa nini lakini? Mama anawaambia kila ikifika jioni nguvu za giza huwa zipo kazini. Sasa mnataka nguvu hizo ziwachukue? Esther na Hanifa wakasema hapana mama, hebu tokeni hapa mkaoge. Hanifa anamwambia Esther eti hivi huu mdoli itakuwaje kwa mfano kama ukigeuka lijitu na ukaja kupanda hapo kitandani kwako? Kisha likaanza kulia ngwa. Hapa tunamwona huyu mama akiwa anaosha vyombo. Hafla tunaona umeme unazimika unawaka. Hafla anashuhudia vyombo vinavyojisogeza vyenyewe vikaanguka chini pu. Hanifa alikuta mama yake anahangaika hapa na haelewi sababu ni nini. Esther alimfuata dada yake wakacheze. Mama yao anasema mida hii ya jioni mapepo huamka. Oho, ile mama yao anageuka tu, kumbe pepo limemuingia, anaongea vitu vya ajabu
ajabu hadi macho yamebadilika. Kazi ipo. Mama yao anatamka neno sorop, sorop. Mama yao alianza kutapika vitu vya ajabu ile mbaya. Watoto wamepagawa, hawaelewi nini kinaendelea hapa. Kazi ipo. Ghafla Hanifa anashtuka na kusikia honi kilio pom 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 pom. Hanifa na Esther walikuja kupokelewa na mjomba wao mwingine akiwaambia mnasubiriwa kwa hamu nyumbani. Hebu twendeni haraka. Esther na Hanifa wapo kwenye gari na Hanifa aliulizia maendeleo ya anko wao Khair yanaendeleaje. Mjomba wao huyu alikula buyu pasipo kujibu au kutamka neno lolote. Kimya hichi kiliwavuruga Esther na Hanifa wakifikiria anko wao ameshafariki hata aka kuvuta au namna gani. Hapa Hanifa na Esther wamewasili nyumbani kwa anko wao na kupokelewa na shangazi yao Saida. Bila kupoteza muda waliletwa sebuleni haraka na kuambiwa waache mabegi hapa sebuleni. Shangazi wao aliwaleta katika chumba hichi cha Khair na kisha yeye kufunga mlango na kuondoka. Anko wao Khair ni kweli alikuwa Hoi bin Taban. Hanifa akamwita anko wake Khair na kumwambia mjomba, ni mimi Hanifa na Esther tumefika. Esther alitaka kutoka nje ya chumba wakati Hanifa anamwambia usitoke. Ghafla wanasikia sauti ya kutisha hivi kutoka kwa anko wao Khair inasema Sinom, Sinom. Wanashangaa kwa pamoja, anko wao kazitoa wapi hizi nguvu? Anko wao anasema kabla sijafa naomba unisaidie. Hanifa haelewi amsaidie kitu gani. Leo kazi ipo. Sinom. Niruhusu nife Sinom. Khair alipiga goti kwa Hanifa, lakini Hanifa bado alikuwa amevurugwa na haelewi kwa nini anko wao anatamka maneno hayo. Baada ya kupiga goti hili kwa Hanifa, Khair alianza kutetemeka kama mbwa. Hanifa na Esther wanaita anko, mbona upo hivyo? Anko wao mwenyewe mbavu zenyewe ni mbili, lakini alianguka chini nusura tu niseme amina. Khair tayari shughuli yake ilikuwa ni baba Jeni bye bye. Yupo zake huko nadhani mbinguni anakula Chinese tu. Shangazi yao Sada na ndugu zao wengine waliingia haraka sana chumbani kujua nini kimejili. Daktari alipima mapigo ya moyo akasema hapa kazi imefika tamati ndugu zangu. Simanzi imetawala. Nyuso hazina nuru tena, kiufupi ni msiba. Huyu dada wa kazi za nyumbani anasema kwamba ni miaka 10 imepita pasipo mimi kuwaona. Sasa mmekuwa binti wakubwa na hata shangazi yenu katika kipindi chote hichi hamkuwa mmeonana. Mjomba wenu alijaribu mara kadhaa kutaka kujiua lakini ilishindikana, na haikushindikana kirahisi bali ilikuwa ni kimaajabu ajabu tu, lakini anasalia kuwa hai. Tamaa ya mjomba wenu ilikuwa kuwaona ninyi mkija hapa ili apumzike kwa amani, hivyo alihitaji kuwaona wapwa zake ili afe kwa amani. Hanifa na Esther wanaambiwa hata hivyo tunatarajia kumpumzisha anko wenu katika safari yake ya milele siku ya kesho majaliwa. Hanifa na mdogo wake Esther akili yao haitaki kuamini kile ambacho kimetokea ni nini. Hanifa na Esther hatimaye walienda kupumzika katika chumba chao cha utotoni wakisubiri kesho kuche ili mambo mengine yaendelee. Chumba hichi kilirejesha kumbukumbu nyingi za Hanifa, maana hata midoli yake ya utotoni ilikuwepo hapa. Kwa ufupi, kila kitu kipo kama ambavyo walikiacha chumbani kwao, jambo ambalo si kawaida. Hivi sasa ni saa 7:56 usiku. Huu ni usiku wa manane. Hanifa na Esther wamelala usingizi mzito. Ghafla Khair anaamka. Kumbuka alishakata roho tangu mchana. Khair amevaa taulo tu na shuka jeupe. Esther alistuka usiku na kugundua Hanifa hayupo, lakini mlango wa chumba cha Khair upo wazi. Esther alikuja sebuleni lakini Hanifa hakuonekana. Esther alihisi kuna kitu kipo nyuma yake, lakini akigeuka kutazama haoni kitu. Esther ilimjia akili mpya. Alikuja spidi kugonga mlango wa bafuni. Aliita Hanifa, Hanifa. Esther aliitika na kutoka bafuni, lakini mara hii mlango wa chumba cha Khair ulikuwa umejifunga. Esther anamtaarifu Hanifa kwamba ulipotoka chumbani niliona mlango wa chumba cha mjomba Khair ulikuwa wazi. Hanifa anamwambia acha kuongea ujinga. Hanifa na Esther walikuja kuhakikisha kama mlango upo wazi. Hanifa anasema mtu aliyekufa anawezaje kufungua mlango, au una wenge tu mdogo wangu, hebu twenzetu tukalale. Hatimaye siku ya kumpumzisha Khair imefika, na hapa unamwombea dua maalum marehemu Khair. Baada ya sala kumalizika, Esther na Hanifa walitoka nje, lakini
Ghafla Esther alihisi maumivu makali ya kichwa, kizunguzungu, na ghafla damu ilianza kumtoka puani. Sada na ndugu wengine walimsihi Esther asiende kuzika, bali apumzike tu nyumbani kutokana na hali ambayo ilimpata ghafla. Hapa Hanifa yupo pembeni ya mdogo wake Esther akimjulia hali huku akimsihi apumzike, lakini Esther alimshika mkono Hanifa na kumwambia kesho inatupasa turejee Surabaya, sawa? Hanifa akasema yes, kesho tunaondoka. Hanifa alitoka zake sebuleni, lakini aliona kitu kama mdoli hapa chini. Aliokota na kukitizama kwa makini. Hanifa akakumbuka enzi akiwa mdogo, kuna siku alimkuta mama yake bize anashona. Alipouliza anashona nini, akasema anashona mavazi ya dada yako, birthday yake inakaribia. Mama yake aliwahi kumuuliza kama anahitaji kujifunza kushona nguo, lakini yeye alisema hapana, sipendi kushona mimi. Alipewa haka kamdoli na akakaweka kwenye begi lake la shule. Hanifa aliingia katika chumba hichi na alipofungua dirisha alikutana na Vumbi Square. Hanifa aliona kwa mbali mtu amevaa mavazi meusi na baadaye mtu huyo alitoweka. Chumba hichi bado kilikuwa na picha za wazazi wake za muda mrefu sana. Alishika picha hii ya wazazi wake, aliwakumbuka mpaka chozi likamtoka Hanifa. Hanifa alikumbuka hapo zamani kuna siku mama yao akiwa kitandani aliwahi kuwaita Hanifa na Esther, kisha akawaonyesha kidole kama kuna watu wanamuita, anazungumza nao. Hata hivyo mama yao alikuwa analalamika kama kuna watu wanamkaba. Wakati akilia, redio ilijifungulia na kujipandisha sauti. Hanifa na Esther walikuwa wanaogopa sana. Hanifa na Esther walikuja kuzima redio hapa, japo ilikuwa inagoma, lakini walifanikiwa. Ghafla walipogeuka hawakumuona mama yao kitandani. Baada ya sekunde kadhaa waliona mtu amevaa nguo nyeupe anacheka kizombi ende zombinyo, ambaye alikuwa kama anasujudu kwa nguvu mpaka damu zinamtoka. Walilia sana wakiwa wanaita mama, mama. Shangazi yake na huyu baba waliingia haraka na kukuta mama yao Khalifa na Esther ameshafariki. Hanifa alikuwa akikumbuka tukio hili pindi alipoona picha hii ya baba yake na mama yake enzi wakiwa hai. Hapa shangazi mtu katoka sokoni, lakini amenunua vyakula vingi sana, jambo ambalo lilimfanya Hanifa kuuliza kwa nini chakula kimenunuliwa kingi kiasi hichi. Shangazi mtu akamwambia ni kwa ajili yako, sitarajii kama utaondoka siku za karibuni, basi walau ufikishe hata siku 7. Anti Sada anasema nimepanga tutakuwa na sala maalum kwa marehemu wako Kairi. Hanifa alimuuliza shangazi yao Odo anaowasaidia kazi za nyumbani, ilikuwaje Anti Saba akamwacha mjomba? Odo yakaanza kumtoka maneno. Anasema pindi ulipoondoka shangazi yako Sada aliugua sana na ugonjwa huo ulikuwa ukifanana na ule wa mama yako. Odo anaendelea kumwaga ubuyu tu. Hapa Odo kaleta chakula kwa Anti Sada ambaye ni shangazi yao Hanifa na Esther. Odo alimwamsha Sada ili apate chakula walau apate afueni. Kuna sauti za ajabu Odo anazisikia katika chumba hichi. Alitokea Saba katika mavazi ya kutisha kijinijini, kisha anamwambia Odo, nahitaji kunywa lakini usiogope. Odo, usiogope. Odo akapagawa, hapa amevurugwa. Odo alishuhudia sauti ya ajabu kutoka kwa Sada. Kairi hapa anamuonya Odo kwamba nilikwambia usiingie chumba cha dada yako mkubwa. Anamwambia lakini Saba ni mgonjwa, ndio maana nilimpelekea chakula. Akaambiwa toka, toka hapo, toka. Odo anasema hivyo ndivyo ilivyokuwa tangu hapo, sikuwahi kufika tena hapa mpaka nilipopata taarifa ya shangazi yako kuachana nao, ndipo nilirejea hapa. Hanifa alimuuliza Odo wake, kwani kuna tatizo gani katika familia hii? Mama alipoteza maisha kwa namna hiyo, baba, Anko Kairi na Anti Sada naye inataka iwe hivyo. Odo alimwambia Hanifa, usiwe na mawazo sana, muhimu ni kwamba wewe Hanifa na Esther mpo vizuri kabisa. Usiku umeingia na Esther anahitaji kuswali. Ghafla anaona mapazia yanajifungua na dirisha linajifungua lenyewe. Esther alipokuja kuchungulia dirishani aliona sura ya anko wake Kairi na sauti ikisema Sinom, Sinom. Esther akamuuliza dada yake Hanifa, hivi itakuwaje kama mjomba Kairi hajafariki? Hanifa akawa mkali, wewe unaniambia nini mimi? Asha kuniambia hizo habari. Esther haya mawenge aka Mazingzong hayataki, akaanza kupanga nguo kwa ajili ya safari. Hanifa akamwambia dada amesema tusubiri mpaka siku 7 zipite, maana marehemu Kairi atafanyiwa shughuli maalum ya kumwombea huko aliko. Hanifa anamwambia Esther, usiwe na shaka mdogo wangu, baada ya siku 7 tutarejea tu nyumbani. Hanifa alikuja hapa dining room ili apate chakula, lakini alianza kusikia kuna vitu vinajigonga, hivyo ikamlazimu aende kuona shida nini. Alikuja chumba hichi lakini hakuona kitu chochote, ikamlazimu kutoka nje hapa kuangalia huku na huku. Alikuta
haka kamdoli hapa, lakini kwa nyuma mzee Kairi kapita shwa. Kumbuka huyu mzee ameshakufa na kuzikwa tayari. Hanifa aliporejea sebuleni alimwona Esther hapa na kumuuliza kama yeye ndiye ametoa kale kamdoli ndani na kukaacha nje. Esther haelewi hata anajibu nini hapa. Mambo yameshaharibika kabisa. Esther na Khalifa hapa wamelala usingizi mzito. Esther anaota ndoto ya kutisha, anamwota marehemu mjomba wake Kairi anaingia ndani walipolala, na ghafla Esther anashtuka ndotoni. Esther alishtuka kuona mlango na ni kweli kwamba upo wazi. Je, ni kweli alichokiota au ndoto ya kawaida? Leo kazi ipo. Kumekucha na hapa Hanifa amekuja kusafisha chumba alichokuwa akilala marehemu mama yao na baba yao. Alipofungua hii draw aliona hichi kama kifurushi kwenye hili kabati hapa. Alipofungua alikuta kipande cha mbao ambacho kimechongoka sana. Huku Esther hali yake kiafya sio nzuri, anatokwa damu puani na mwili wake unatetemeka mithili ya mtu mwenye degedege. Lakini alipotizama chini alishangaa kuona kamdoli kanatembea chini kakimfata, ili hali kama kuna mtu anamkaba pia. Hapa usiku umeingia na Hanifa anapika chakula cha usiku, lakini anaona kama Esther amepita hapa kwenye kioo. Shwa, Esther alikuja hapa na kumwambia Hanifa, acha nipike mimi leo. Hanifa anasema sawa mdogo wangu, lakini usizidishe chumvi maana hukawii wewe. Hanifa alikuja huku dining, lakini anashangaa tena kumwona Esther yupo hapa, na alipotizama jikoni kwa mbali anamuona. Hanifa akaja faster jikoni na kuita Esther, lakini Esther huyu alipogeuka alikuwa na macho ya ajabu. Esther huyu wa jikoni huku akitabasamu kwa mbali. Hanifa anageuka tu anamuona Esther hayupo jikoni, lakini yupo Esther OG pale mlangoni anamtazama. Kumbuka Hanifa alikuwa haamini alichokuwa akiambiwa na Esther kuhusu kumuona Kairi mara kwa mara kwamba yupo hai bado. Hanifa alikuja kuosha macho ili kuondoa wenge aka maajabu. Hapa Esther yupo chumbani kwao, lakini anasikia sauti ajabu ikiita Sino. Huku Hanifa alitaka kukimbia, lakini anasikia sauti inaita Sino. Leo kazi ipo. Akiwa bafuni Hanifa anaona kivuli kama cha anko wake Kairi. Unaambiwa Kairi alitokeza hapa bafuni kichwa tu. Kazi ipo. Hanifa alifungua mlango na kutoka spidi. Hanifa akamfuata Esther lakini hamuoni. Kila chocho ya hii nyumba Esther haonekani. Esther! Hanifa anasikia sauti ya Karen inasema nilikumisi. Ile Hanifa anachungulia na shangaa kuona Kairi akifanyiwa masaji na mdogo wake Esther. Amkeni. Kairi kwa sauti ya kutisha alimuita Hanifa, Sino, mjo. Mlango ulijifungua ghafla na kujifunga. Hanifa analia hapa chini akimtaka mjomba wake amwachie Esther atoke humo chumbani. Mlango ulijifungua na Khalifa aliingia faster. Kairi hayupo, lakini Hanifa alimchukua mdogo wake haraka na kutoka naye nje. Esther anatembea kama zombie fulani hivi. Hanifa anafungua mlango, anachukua nguo haraka waondoke hapa faster, lakini Esther ni kama yupo usingizini haamki. Nyamilele Esther amba. Ni usiku wa manane, wapo hapa nje. Ghafla Hanifa anaumwa kichwa, lakini Esther alitamka maneno kadhaa kwamba ni siku 50 Hanifa anamtazama mdogo wake, tayari kaingiwa na pepo kae. Muda huu sio Esther mnayemfahamu tena. Kwa sauti ya kutisha Esther alirudia neno 40 days. Hanif, 40 days. Hanif, nisikilize. Kwa sauti ya ajabu pepo linasema nitakuwa nikiwatokea kwa siku 40. Kumekucha. Hanifa anamweleza Esther kilichojiri jana usiku wa manane, lakini Esther hakumbuki chochote. Hanifa anamwambia Esther, mjomba amesema ataendelea kututokea kwa siku nyingine 40. Esther anamshauri dada yake kama vipi waondoke hapa, lakini Hanifa anamkumbusha Esther kila anayejaribu kuondoka anapatwa na vitu vya ajabu. Esther anasema kwa hiyo tusubiri kifo ndani ya nyumba hii unataka? Hanifa na Esther wakaona yani ni mimi. Waliamua kuanza kusaka ukweli ndani ya nyumba hii. Kuna vitu gani vipo au vinasababisha? Unaambiwa ulifanyika msako sio wa kawaida humu ndani. Hatimaye Hanifa aliona sanduku juu ya kabati lenye kitabu kinachohusu nguvu za giza. Wadau, kwani Kairi anakwama wapi? Watu mpaka wanachukua mzigo aka mkoba kama huu. Hajatokea harakati kama zile safari, unajua. Walipofungua hichi kitabu walikuta kina vitu vizito. Kwa mfano kuna ukurasa unasema uza nafsi yako kwa shetani. Walipofika kurasa hii walikuta pameandikwa Sorop, na ndani kuna majina yao na wazazi wao na picha yao. Anko wao Kairi wanagundua aliingia mkataba na nguvu za kishetani akiahidi kutoa familia yake kafara, lakini hakushinda, hivyo roho yake ipo mateso.
matesoni. Kitabu hichi kinasema chochote atakachokuwa anataka kukifanya atumie pepo Sorop, hata akitaka kuondoa duniani, vinginevyo pepo ataendelea kumtesa milele. Ndio maana mama yao kabla ya kufa alikuwa akitamka neno Sorop, Sorop. Esther anasema kwamba wanapata mateso sababu hakutimiza masharti ya mkataba wao wa awali. Hanifa alikuja kumpigia simu anti yake ili amjulishe kilichojiri. Mtandao ulikuwa unasumbua na hakuwa anaelewana na shangazi yake. Hanifa alikuwa kapagawa, unaambiwa ghafla unasikia simu inasema Sinom, nitakuja hivi punde. Esther hakuwa anaelewa cha kufanya, kudadadadadeki. Akajificha mgongoni mwa Hanifa. Hanifa na Esther walitoka nje spidi ile mbaya ili waondoke hapo ndani, lakini nguvu ya ajabu ya pepo iliwarudisha ndani. Leo kazi ipo wadau. Walipopata fahamu walimuona shangazi yao Sada aliyepotea miaka 7 iliyopita. Shangazi yao anawaambia msiogope, Sinom nimekuja kuwasaidia. Ile nguvu ya ajabu iliwarudisha mpaka ndani. Hapa ni usiku na Hanifa anaamka baada ya ndoto ya shangazi yao Sada. Anahisi uchovu kweli kweli. Esther naye mambo ni furugu mechi. Maumivu ni kila sehemu ya mwili wake, kudadadadadeki. Esther anamuuliza Hanifa ni kweli amemuona anti Sada au ana wengi tu. Hanifa na Esther walimuona shangazi yao kwa mbali. Walitoka nje huku akisema aliniambia atatusaidia. Esther na Hanif walimuona anko wao Kairi amewatokea na ghafla akapotea. Lakini Esther alianza kujisikia vibaya na kutaka kutapika, so alirudi ndani faster. Esther huku ndani alitapika vitu vya ajabu kinoma na sura ajaze sinki kabisa. Kazi ipo. Hanifa alianza kujutia mbele ya mdogo wake kwa kutomsikiliza tangu mapema, maana haya yote asingetokea kabisa. Hanifa anasema nimeshindwa kabisa kuhakikisha mdogo wangu unakuwa salama. Esther anamwambia hapana sister, wewe umekuwa ukijitolea kwa ajili yangu, bila wewe huenda hata chuo singemaliza. Hanifa anamwahidi mdogo wake Esther kuwa atahakikisha na maliza shule salama. Pepo lina roho ngumu sana, haliwaachi hata usiku mmoja walale salama. Ni kazi kwenda mbele. Hanifa na Esther wametoka nje wanapiga kelele balaa. Kumbuka wakijaribu kukimbia tu pepo anawarudisha ndani faster. Odo wao wanapiga simu lakini haipokelewi. So kwa mbali anasikia sauti inasema nisaidie, nisaidie. Odo hapa kafungasha chap, anataka kwenda kwa Esther na Hanifa anaulizwa unataka kwenda wapi? Anasema hisia zinaniambia watoto hawa hawapo salama kabisa. Huku Hanifa na Esther anasema baada ya siku 40 za mateso watakufa. Haya ndio maneno anayoona kwenye hichi kitabu cha siri za jini. Hanifa na Esther katika moja ya sura kwenye kitabu hichi wanagundua picha ya nyumba yao waliopo muda huu. Hanifa anakumbuka enzi za uhai wa baba yake na mama yake walitaka kuuza nyumba hii ili wahamie Jakarta. Anko wao walikuwa pembeni siku hiyo akisikiliza kwa makini. Hanifa alikuwa anaambiwa kwamba Jakarta kuna shule nzuri sana huko mwanangu. Kipindi hicho anti yao Sada mumewe alifirisika baada ya kuachishwa kazi na hivyo hakuwa hata wanamudu chakula cha jioni kabisa. Mjomba wao hakutaka nyumba hii iuzwe na ndio sababu ya kuingia maagano na mashetani ili huu mzigo usitoke hapa. Alipopinga mjomba alifanya njama ya kuiangamiza familia. Hanifa na Esther walikuja hapa sebuleni na kumnanga sana anko yao kwa ujinga aliofanya. Jamaa wanasema huyu anko ni mjinga tu, cha kutuingiza sisi matatizoni ni nini? Wakiwa wanalia hapa chini ya kitanda waliona vitu visivyo vya kawaida, so ikabidi wachukue koleo ili kuchimba. Hanifa alikuwa anachimbua tu akaona cheni hapa. Leo kazi ipo. Wanashtuka sababu hii ni cheni ya anti yao Sada. Walitoka spidi wakaanza kuita shangazi, shangazi. Hanifa na Esther wanamwambia odo wao kwamba anti yao hakupotea ghafla bali aliuawa na ndio maana wamekuta mkufu wake ukiwa umezikwa chini ya kitanda kule chumbani. Odo anamwambia anko aliingia mikataba ya kishetani na kwamba atatuua sisi sote hapa. Hanifa alipoleta hichi kitabu, odo wao akaanza kujikata vidole kama anakata hoho huku akisema choma hicho kitabu, choma. Kairi aka pepo alimuingia odo ghafla, Hanifa na Esther wakishuhudia pale pale. Hanifa mwili wake ulianza kuishiwa nguvu hapa na kuanza kutapika vitu vya ajabu. Mchanga sio mchanga, yani vururu valala. Roho ya kishetani iliyomwingia odo wao inasema Sinom, msiondoke, mimi nimewamisi. Kumbuka sauti inayosikika ni ya marehemu anko wao Kairi. Ghafla Saba wao anatokea huku na wao wanamuuliza wewe ni nani? Anamwambia anti yenu Saba nilihisi hampo salama baada ya kuwapigia na kutowapata hewani, jambo
jambo ambalo sio kawaida yenu. Hanifa na Esther wanamkumbatia anti yao na kuomba wasaidie. Hanifa na Esther wanamwambia kuhusu kipande hichi cha mbao chenye ncha kali chenye karatasi ya mantra maalum ya kumwokoa Saba. Hanifa na Esther wanashangaa namna Saba anaushika huu mtambo hapa aka mbao mchongoko aka kifurushi ni kiufundi kabisa na kukifungua kwa juu. Saba akaanza kusoma maandishi haya akisema, nazuia nguvu zote za giza Kairi. Saba aliwaambia, mnakumbuka siku mlioondoka hapa nyumbani? Anasema kama mjomba wenu aliingia mkataba wa Sorop, kwa nini aliniomba niwaondoe ndani ya nyumba hii? Esther aliumwa kichwa ghafla hapa. Hanifa yupo jikoni, ghafla vitu vinaanguka vyenyewe tu. Kumbe huyu dada Saba ndiye alishiriki ibada ya kishetani. Alidhalilishwa na mama yao Hanifa na Esther kipindi hicho, akaapa kulipiza kisasi kwa familia nzima. Sasa roho yake haina amani na anataka kuwaua dada hao ili aachiliwe. Hanifa kwake umeme ulikuwa unazimika unawaka, unazimika unawaka. Esther aliingiliwa na pepo na kumrukia odo wake Saba. Umeme ulikatika ghafla nyumba nzima. Hanifa anamtafuta Esther huku. Alipata hii tochi na kuanza kumulika humu ndani. Esther haonekani kabisa. Kitandani hayupo. Esther kaenda wapi? Hapa anamuona shangazi yao aka Odo kavuta moto, lakini pembeni kuna sauti za ajabu zinalia. Kudadadadadeki, amkeni amkeni, kumekucha tena bwana. Oya, ni live bila chenga. Kairi katokea hapa kudadadadeki. Shingo inalia kama imevunjika. Unaambiwa Kairi chini. Bwana anti yao aliyepotea miaka 7 iliyopita anasema, bora ninyi wawili mmekuja hapa, lazima mfe. Mama yenu alikuwa ananinyanyasa sababu sikubahatika kupata mtoto kabisa, so lazima niwamalize nyinyi leo kazi ipo. Hanifa anashangaa watu wengi waliokufa wanasema Sorop, Sorop, Sorop. Ghafla Hanifa anashuhudia Esther akiwa ananing'inia hapa juu. Hanifa alilia kwa uchungu sana. Ghafla shangazi litokea kudadadadadeki na upepo juu unasikika. Nyamilelesa. Hanifa alibamizwa ukutani mbaya. Mjomba mtu alichukua hichi kipande cha mti na kuondoka nacho, lakini njiani alikutana na binti ambaye ilitokea ghafla tu. Katika pambano la mwisho, Hanifa anakabiliana na Saba. Anaponyongwa, anachukua fimbo ya mbao aliorithi kutoka kwa baba yao na kumchoma Saba tumboni kwa nguvu. Mwishowe roho ya Saba inateketea na kuwa majivu. Dada hao wanaokoka na tishio linaisha. Hapa ndipo hadithi ama hii movie inakamilika. So huyu Saba ndiye ambaye aliingia maagano ya ajabu ili kuwamaliza Hanifa, Esther na mama yao. So laana hapa imekamilika na Saba amefariki rasmi. So ni kwa Mungu, bye bye. Niambie hii movie unaipa alama ngapi kati ya 1 hadi 10? Lakini unaweza kunifuata WhatsApp na ukaniambia movie gani ambayo unatamani tuifanye, ama tu ukaniletea story fulani hivi ni kupitia 0766551817.